Wananchi wa Kitunda Kuu Dar es Salaam wameshukuru Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani ushirika wa Kitunda Kuu kwa kujenga daraja la muda. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali itaendelea kuyapa kipaumbele maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani ambayo yana lengo la kuhamasisha utoaji wa haki za wafanyakazi. Majonzi na simanzi vimetanda wakati wa maziko ya Josia Thomas, mkazi wa Moshono, Arusha, aliyekuwa na ulemavu wa Down syndrome, anadaiwa kugongwa na kutupwa kwenye mtaro wa maji. Na ujumbe wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekutana kwa mazungumzo na waasi wa M23 katika jitihada za kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Habari za sasa, mtazamaji wa Upendo TV Habari. Mimi naitwa John Pazia na kukaribisha kupata habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali, na hapo baadaye utakujia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Tuanzie hapa jijini Dar es Salaam. Wananchi wa Kitunda Kuu wilaya Ilala mkoa wa Dar es Salaam wamelishukuru Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani ushirika wa Kitunda Kuu kwa kujenga daraja la muda linalounganisha wakazi wa Kitunda na Kitunda Mwanagati na kuendelea na majukumu baada ya mawasiliano kukatika kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Miongoni mwa wananchi hao ni Isa Mwakaminda ambaye amesema daraja hilo limekuwa msaada kwa watoto pindi wanapoenda shule pamoja na wananchi wakazi kwa kuwa wanalitumia kuvuka kuendeleza majukumu yao, huku Agnes Ngowi akisema kwa sasa maana hawazunguki umbali mrefu wala kutumia gharama zisizo za lazima. Na naishukuru ushirika wa KKKT chini ya mchungaji na washirika kwa kutujengea daraja hili la muda mfupi. Ni kweli imetusaidia kwa sababu zamani tulikuwa tunapata tabu watu kuja kanisani na wengine kwenda makazini, pia watoto wetu kwenda mashuleni. Serikali pamoja na ushirika vivyo tujengee barabara ambayo inaweza kutoka kule kuja huku. Tunawaomba na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu itawezekana. Tunafurahi na tunashukuru Mungu, ushirika na uongozi pia umetusaidia, tumeweza kujenga daraja ambayo inatusaidia sisi kuvuka, maana mvua ikinyesha tulikuwa tuvuki. Tunashukuru pia tunavuka salama, tuvui viatu. Mchungaji kiongozi wa ushirika wa Kitunda Kuu Mathias Msuya ameomba serikali kuongeza nguvu kuboresha zaidi daraja hilo ambalo kwa sasa tayari wameshanunua nguzo zaidi ya 20 ili kuliongezea uwezo. Milangu kwa serikali yetu hii dilifu, tunaiomba kwamba iweze kutupa mkono wa shirika kwa ajili ya kuboresha hii kivuko ambacho sisi tumekianza, ili wananchi wa pande zote mbili, bonde hili tuliko huku ngambo na lile la kule ngambo, watu waweze kupita kwa urahisi na kwa nafuu zaidi. Kwa hiyo tunaomba sisi kama taasisi ya kidini, Kanisa la Kiinjili la Kilutheri ushirika wa Kitunda Kuu, tumeanza kwa nguvu yetu hiyo, lakini bado ndugu mtangazaji, kuna nguzo ziko hapo, nguzo karibu 20 ambazo tunahitaji tupate sapoti ya kuweza kuboresha ile daraja ili wananchi wetu na raia ambao ndio wakati mwingine wapiga kura waweze kuvuka kwa usalama, wanafunzi wavuke kwa usalama, watoto wetu wa marika mbalimbali, lakini wapo wazee, wapo wajawazito ambao wanatoka kule wanakuja huku, kuna zahanati, wengine wanatoka huku wanakwenda kutafuta huduma ngambo hii ya eneo hili la Mzinga. Mwenyekiti wa Milki Stewart Madinda amesema wanalazimika kujenga daraja hilo ili kurejesha mawasiliano kati ya watu wa Kitunda na Kitunda Mwanagati pamoja na washirika kupata urahisi wa kuabudu. Washirika wengi pamoja na jamii ambayo inaishi ngambo ya bonde hili unaloliona walikuwa na changamoto za kuvuka, hasa inapokuwa kipindi cha masika. Kwa hivyo sisi kama kamati tulikaa na tukaona kama moja ya majukumu yetu ni kuhakikisha kwamba tunaweza kuona namna bora ya kuweza kurahisisha watu kama jamii, lakini vile vile na washirika kuvuka na kuweza kuja ibadani. Tuelekee makao makuu ya nchi Dodoma. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali itaendelea kuyapa kipaumbele maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani ambayo yana lengo la kuhamasisha utoaji wa haki za wafanyakazi, kuboresha masharti ya kazi na ustawi wa wafanyakazi kwa ujumla.
Ameyasema hayo katika hafla ya chakula cha jioni kwa ajili ya kuchangisha fedha za kugharamia maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani ambayo kitaifa yatafanyika mkoani Singida, ambapo pia serikali itaendelea kuenzi michango ya wafanyakazi katika maendeleo ya jamii na uchumi, na kwamba Mei Mosi ni fursa ya kuonesha mshikamano kati ya wafanyakazi na kuhimiza usawa na haki katika maeneo ya kazi duniani kote. Kuadhimisha siku ya wafanyakazi duniani ni kitendo cha kutambua na kuenzi michango ya wafanyakazi wetu hapa nchini, na hasa katika maendeleo ya jamii na uchumi. Siku hii huwa inalenga kuhamasisha utoaji wa haki za wafanyakazi, lakini pia kuboresha masharti ya kazi na kuboresha ustawi wa wafanyakazi wenyewe kwa ujumla wake, na kupokea changamoto ambazo zinajitokeza kwa wafanyakazi mbele ya hadhara na serikali kuyachukua na kuyafanyia kazi. Mei Mosi pia ni fursa ya kuonesha mshikamano kati ya wafanyakazi na waajiri wao na kuhimiza usawa na haki katika maeneo ya kazi kote duniani. Aidha, waziri mkuu amesema mgeni rasmi kwenye maadhimisho hayo anatarajiwa kuwa rais, na katika hafla hiyo jumla ya shilingi bilioni 1.62 zilikusanywa zikiwa ni ahadi na fedha taslim, lengo likiwa ni kukusanya shilingi milioni 832.8. Wote ambao watashiriki kwenye maadhimisho, kwenye maandalizi, na tumefikia malengo mara mbili. Kama tumepata fedha mara mbili yake. Kwa hiyo ni jambo la kujipongeza sote kwa sababu ni kazi nzuri ambayo tumeifanya. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Rais wa Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi, Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na wadau wote, niwashukuru tena na tena. Maana nitarudia na kurudia, najitahidi kutafuta neno zuri la kushukuru ili moyo wangu ukidhi kwamba nimewashukuru. Bado sijalipata, lakini naenda kuwashukuru na washukuru sana. Katika hatua nyingine, Waziri Majaliwa amekutana na kufanya mazungumzo na Balozi Hamad Hamis Hamad, balozi wa Tanzania nchini Msumbiji, na Balozi Holmes Matinyi, balozi wa Tanzania nchini Sweden, ambapo amewataka kuishi falsafa ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuimarisha mahusiano na kukuza diplomasia ya kiuchumi kati ya Tanzania na mataifa mbalimbali duniani. Mtazamaji wa Upendo TV Habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee kaskazini mwa Tanzania mkoani Arusha. Majonzi na simanzi vimetanda wakati wa maziko ya Josia Thomas, mkazi wa Moshono aliyekuwa na ulemavu wa Down syndrome, anadaiwa kugongwa na chombo cha moto na kutupwa katika mtaro wa maji kabla ya kusaidiwa na wasamaria wema kupelekwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru na kisha kufikwa na umauti. Akizungumza kwa uchungu wakati akitoa salamu za rambirambi nyumbani kwa marehemu kata ya Moshono, katibu wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu mkoa wa Arusha Happiness Raphael amekemea vitendo vya ukatili wa kijinsia wanaofanyiwa watu wenye ulemavu, ikiwa ni pamoja na kuwaficha na kukosa haki zao za msingi. Inawezekana hata miongoni mwenu kuna watoto wenye ulemavu ambao mnawaficha, ambao wanahitaji kupata elimu, wanahitaji kupata haki kama watoto wengine, lakini mmewaficha. Wageni wakija mnawaficha chumbani ili wao wasionekane. Tunapaza sauti hii na kulaani vitendo vya kikatili vinavyofanyiwa watu wenye ulemavu, hasa watoto wasioweza kujitetea. Watoto wenye Down syndrome hawezi kujitetea, hawezi kujieleza. Nafikiri hali yao ya kuwapenda, manake ni kundi kati ya makundi ya watu wenye ulemavu yenye upendo mkubwa sana. Kila mtu anayekuwa karibu yake anakuwa ni rafiki. Kwa hiyo mara nyingi wamekuwa wakionewa kwa sababu ya hali zao. Ninaumia kwa sababu mimi pia ni mlezi. Ninaumia kwa sababu sisi wenye ulemavu si kwamba tumemkosea Mungu kuzaliwa tulivyo. Ni kusudi la Mungu. Mchungaji kiongozi wa KKKT usharika Moshono Daniel Joel akihubiri katika ibada hiyo ya mazishi amesema kuwa kanisa linalaani vitendo vya ukatili wa kijinsia katika jamii, kwani kila mwanadamu anaishi kwa kusudi la Mungu, huku mwenyekiti wa chama cha watu wenye ulemavu wa Down syndrome Agnes Molel akitoa elimu juu ya ugonjwa huo. Hakuna mtu aliyeko duniani anaishi kwa kusudi la kwake, anaishi kwa sababu ya kusudi la Mungu. Na ukiona kuna mtu anadiriki kutumia nafasi yake kukatiza maisha ya mtu, ujue kwamba yule mtu anaharibu kusudi la Mungu. Lakini pamoja na hivyo, hata anayeharibu naye ataharibiwa. Nilikuwa najaribu kusikiliza historia ya ndugu yetu
tunaambiwa alipata ajali. Sasa sijajua maana, na kwa sehemu namfahamu, maana nikiendaga kumshirikisha babu na mkuta sio mtu wa fujo, ni mtu anayetulia tu. Alikuwa na changamoto yake. Sasa ajali haituambii kwamba alikuwa anaendeshwa au labda alikuwa anapita barabarani akagongwa. Lakini nataka na mimi niseme kama kiongozi wa imani, kama kuna aliyemgonga kwa sababu alikuwa na hiyo hali, amemfanyia ukatili, na nasema hilo tunalilaani kwa jina la Yesu. Lakini kama Mungu ameamua kutumia tu hiyo njia ya kumuondoa, basi tunasema kazi ya Mungu haina nini. Lakini kama kuna mtu ambaye labda alimuona labda kwa sababu ya hali yake akasema ngoja nimtoe kama takataka, sasa Mungu atadili naye, kwa sababu huo ni ukatili. Down syndrome inatokana na chembe chembe. Kwa kawaida mtu wa kawaida ana chembe chembe 46 au chromosome 46, lakini mtu mwenye Down syndrome anakuwa nazo 47. Pale ambapo baba na mama wanakutana kwa ajili ya kumwandaa mtoto, kuna chembe chembe ile ya 21 huwa inagawanyika. Kwa hiyo pale inatokea zinakuwa 47. Kwa hiyo tunatoa elimu, kwa sababu unaweza kukuta kwa kijana huyu huenda labda kuna watu walisema labda baba alimtoa kafara au alifanya nini, lakini ni changamoto ambayo inawapata watoto wetu. Naye kaka wa marehemu Gerson Tobias ameeleza kifo cha mdogo wake, huku mwakilishi wa askari kata ya Moshono Inspector Richard Tem akiwataka wananchi kuwa watulivu wakati jeshi la polisi likiendelea na uchunguzi wa tukio hilo. Mdogo wangu tulimkuta kwenye mtaro, alikuwa ametupiwa huko kwa usiku mzima, lakini inaelekea labda kama alianguka mwenyewe, si hatufahamu, lakini mimi nafikiri labda kama kuna kitu labda kilimsukuma, si hatufahamu kwa kweli. Hiyo si tulimwachia Mungu. Basi hapo ndo tukampeleka hospitali wa Mount Meru. Baada ya siku kama 3-4 akabadilika, hali yake ya kiafya ikabadilika. Basi wakabadilisha mchunguza wakakuta kwamba alikuwa na sukari. Basi hapo wakaamua kumpeleka ICU. Baada ya kumpeleka ICU na pale akakaa kama siku 3-4, basi ndio akamletea mauti. Askari wa kata nafikiri anamfahamu, akanipa maelekezo nije hapo. Lakini hichi kitendo mlichokifanya ni kibaya na ni cha kikatili. Sisi kama jeshi la polisi tutalifuatilia. Watanzania wamehimizwa kujenga utamaduni wa kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara pamoja na kupima afya zao ili kujikinga na magonjwa yasiyoambukiza na kuyagundua mapema kwa ajili ya matibabu ya haraka. Wito huo umetolewa na kaimu mkurugenzi wa huduma za kinga kutoka Wizara ya Afya, Dr. Otilia Godwell, jijini Dodoma wakati wa matembezi maalum ya kuhamasisha mazoezi ya viungo, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya wiki ya afya kitaifa. Matembezi ya siku ya leo tumekuwa na wananchi wa kawaida wa mkoa wa Dodoma, tumekuwa na wanafunzi katika shule zetu za mkoa wa Dodoma, vyuo vikuu, vyuo vya kati, wote wameshiriki pamoja na wakufunzi wao. Lakini vile watumishi walio kwa taasisi mbalimbali katika sekta ya afya pamoja na watumishi wa Wizara ya Afya, ofisi ya Rais TAMISEMI, sekretarieti ya mkoa, wote wamejishiriki katika matembezi haya. Na kwa kufanya vile, wananchi wakituona tukifanya mazoezi haya kama sisi ambao tunasimamia sekta, wanafahamu kwamba kumbe afua hii ni afua muhimu katika kuhakikisha kwamba taifa linakwenda kuwa na afya bora, kwa lengo kuhakikisha kwamba tuna wananchi ambao wana afya, wanaweza kujenga uchumi uliokuwa imara ili nchi yetu iweze kusogea ikaondokana na umaskini. Mkurugenzi wa utawala na usimamizi wa rasilimali watu kutoka Wizara ya Afya, Isa Ngimba, amesema wizara inaendelea kuhakikisha watumishi wa umma wanashiriki kufanya mazoezi na jamii angalau mara 2 kwa mwezi. Sio kwamba tulikuwa tunasubiria tu kuwe na wiki ya afya, ni mazoezi endelevu kwa ajili ya afya zetu. Na sisi kama watumishi wa Wizara ya Afya lazima tuishi yale ambayo tunayahubiri. Tumekuwa tukiwahubiria wenzetu kwenye vituo vya afya, hospitali za wilaya, hospitali za rufaa za mikoa na hata hospitali za kanda na za taifa kwamba mazoezi ni muhimu. Kwa hiyo nimetoa msisitizo kwamba kuanzia mwezi huu ni lazima tutajitahidi kufanya mazoezi mara 2 kwa mwezi ili kujenga afya zetu. Lakini pia ili kuwa mfano kwa wananchi, lakini kuwa mfano kama sekta ya afya. Mkurugenzi msaidizi wa magonjwa yasiyoambukiza Dr. Omari Ubuguyu amesema katika siku zote za maadhimisho ya wiki ya afya inayotarajiwa kuhitimishwa Aprili 8, 2025, wananchi wa Dodoma na maeneo ya jirani wataendelea kupatiwa huduma za upimaji wa afya, uchunguzi wa magonjwa mbalimbali, matibabu pamoja na rufaa pale inapohitajika. Kauli mbiu yetu katika wiki hii ya afya
inazungumza tulipotoka, tulipo na tunapoelekea katika kujenga taifa lenye afya. Na ushiriki wa matembezi ya leo, tulikuwa tuna makundi makubwa matatu maalum tulikuwa tumeandaa. Tulikuwa tuna kundi la wanafunzi ambao hawa ni ishara ya tunapoelekea. Tulikuwa tuna kundi kubwa la wanawake na Nyerere ambao hawa walikuwa wanatuwakilishia tulipotoka, na tuna wanawake wa kundi la Mama Samia, wanawake na Samia. Hawa wanatuonyesha tulipo, na kila kundi limepata nafasi ya kutuelezea hali jinsi ilivyo, lakini pia ni sehemu ya ushahidi tosha wa namna ambavyo nchi yetu imeweza kupiga hatua katika uwekezaji katika sekta ya afya. Maeneo ya msingi na dhumuni la matembezi ya leo katika maadhimisho yetu ya wiki nzima, moja ilikuwa ni kupata taarifa ya namna ya hali ya afya nchini ilivyo, na tulikuwa tunaangazia maeneo yote makubwa mawili. Tulikuwa tunazungumzia magonjwa ya kuambukiza na magonjwa yasiyoambukiza. Wakizungumza kwa niaba ya wakazi wa Dodoma, baadhi ya wananchi waliopata huduma mbalimbali viwanjani wameshukuru na kwamba uwepo wa maadhimisho hayo yamewasaidia kupata uelewa zaidi kuhusu afya zao. Wizara ya Afya kwanza nawashukuru kwa sababu wameleta maadhimisho haya hapa Dodoma. Hata kama sio Dodoma tu, Tanzania nzima, wanawake tufanye mazoezi. Magonjwa ambayo yanatunyemelea tuondokane nayo kwa kufanya mazoezi. Yaani naomba kabisa wito Tanzania nzima, wanawake, narudia tena, wanawake, bila kujali uko katika hali gani, fanya mazoezi. Tunakwenda kuienezea jamii kwamba tulichojifunza, watu kwenda kuwa na tabia za kwenda kuhudhuria katika hospitali na kujua afya zao, lakini kuwa na tabia ya kupima mara kwa mara, lakini pia kwenda kutoa elimu kwa ajili ya magonjwa yasiyoambukiza na yanayoambukiza. Kwa hiyo tumefurahi kujifunza vitu vingi. Kwa hiyo nawahusia wanajamii wa Dodoma na nchi nzima kuwa na tabia ya kupima afya, lakini pia tunajaribu kutoa elimu katika jamii yetu kwamba watu waingie kwenye bima ya afya.